Yuko Mungu anaishi, anayetembea na wanadamu katika nyakati za sasa. Ndiye ambaye ametuleta hapa jioni ya leo. Hatujaja kwa sababu tumetaka kuja. Tumekuja kwa sababu ya neema ambayo tunaiona kwa njia ya msalaba. Kilichotukusanyisha hapa jioni ya leo ni nguvu ya msalaba wake Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, tumeinamisha vichwa vyetu chini, tukisema hakika wewe ni Mungu juu ya miungu yote unayeishi. Jina lako niko ambaye niko, hujawahi kubadilika usiku wala mchana. Ni Mungu ambaye unawapigania mataifa na makabila na lugha na jamaa. Ni Mungu ambaye utasimama pamoja nasi katika maombi ya jioni ya leo. Tunaalika uwepo na neema yako katikati yetu. Hakika umeanza nasi. Wakati tunakusifu tulikuona, Bwana. Tutembelee Yesu. Tembelee mama huyu, familia hii. Unajua mapito yao, unajua kilio chao, huzuni yao, unajua teso la familia hii. Jioni ya leo tumekuja kwako, Kristo. Sikia maombi ya mama huyu ambayo ameomba miaka mingi, amekosa majibu. Hakika wewe ni Mungu unayejibu. Tunaomba ukajibu maombi hayo katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tunaifungua mioyo ya ndani, tuhudumie jioni hii ya leo kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ukiwa katika hali ya utulivu namna hiyo, nifuate maneno haya. Sema, Roho Mtakatifu, niko hapa jioni ya leo tena, naelekeza moyo wangu kwenye madhabahu hii, madhabahu takatifu. Bwana Yesu, ninaomba unihudumie. Nena nami, sema nami, zungumza nami. Yafungue yaliyofungwa, yafichue yaliyofichwa, yaonoe yaliyowekwa ndani yangu na adui, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, jioni ya leo naitaka roho ya ushindi. Napokea roho ya ushindi. Piga kelele, napokea roho ya ushindi. Jioni ya leo, mapepo yote na roho yoyote iliyotumwa ile nikandamize, ninakataa kila roho, kila spirits zilizoachiliwa kwenye ulimwengu wa giza juu ya maisha yangu. Nazungoa kwa damu ya Yesu. Moka, 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 moka kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu leo upate kunivusha. Sema amen. Salimia watu 10 alafu keti. Hakikisha unashika mikono watu 10 pale.
Kamata tu, umeanza wa kwanza huyo, tembea ukiwashika watu 10 pale. Mwambie nasikia kubarikiwa ninapokuona jioni ya leo. Nasikia kubarikiwa ninapokuona jioni ya leo. Tembea huyo wa pili huyo, nenda wa tatu, nenda wa 4, nenda wa 5. Haya, kamata wa 6. Kuna mwingine yuko kule nyuma aliyeshikwa na mtu yeyote. Kimbia kule ukamshike kabisa. Mwambie nabarikiwa na wewe mjilisti. Rapa sete rebo saka. Wapi shangwe na vigelegele kwenye ibada. Msaidia watoto wasikae mabenchi. Wakae katikati. Haleluya. Washindi, Bwana asifiwe. Ndio jirani yako na usafiri, mwambie I love you so much. Nasikia. Bwana asifiwe. Jamani, sio tusi, mwambie nakupenda. Amen. Kumpenda mtu ni raha. Amina, amina. Sasa unaweza kuketi kama sio kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Tuna dakika chache za kusikia neno kidogo, alafu tuombe, si ndio? Tungetamani leo tupate nafasi ya kulia mbele za Bwana, kutamka yale ambayo tunataka tutamke. Wangapi leo ni siku yao ya kwanza kuja ili nijue narudia? Unayesonga mbele, nyosha tu mkono pale. Kama ni mara yako ya kwanza kuja leo, nyosha mkono. Bwana akubariki sana. Hebu sisi tuliokuja siku zote tuwapongeze, piga makofi mengi. Na kama umekaa na huyo mtumishi wa Bwana, mwambie hongera kwa kuja leo. Mwambie hujakosea, uko njia yenyewe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu ambalo tunajifunza ni kusudi lako dhidi ya upinzani wa nguvu za giza. Nisaidie kidogo hapo kamilio. Somo letu ambalo tunajifunza ni kusudi lako dhidi au na upinzani wa nguvu za giza. Tumekuwa tukijifunza mambo kadha wa kadha. Niongezee hizi monitor, ongeza na kabezi kidogo, maana mimi ni mtu mzima. Nikiongea kwa sauti kakwaya itakuwa ipendezi. Na ni mhubiri nimekaa hapa mbele. Bwana asifiwe. Tumekuwa tukijifunza kwa habari ya nguvu za giza dhidi ya kusudi. Lakini cha kwanza ambacho tumekiangalia ni lile kusudi ambalo Bwana ameliweka ndani yako. Tulianza na pointi ya kwanza, tambua kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Tukaangalia mambo 4 kwa wale ambao mjaja, kwa sababu siwezi kurudi hapo. Unaweza kujifunza kupitia mtu mwingine. Mambo 4 niliyofundisha pale. Alafu nikaanza kufundisha vipande vitatu ndani ya kusudi. Kipande cha kwanza ni kusudi lako binafsi ambalo limebeba matakwa yako. Kipande cha pili ni kusudi la shetani dhidi yako ambalo linataka kukuzuia usifike mahali. Jana tukaangalia kitu ambacho tunaweza tukaomba leo, kitu ambacho tunaweza tukasukuma leo kwenye maombi. Tuliangalia jana kwamba kila kusudi unalolijua ndani yake limebeba nguvu ya ardhi. Kwa hiyo jana tukaangalia nguvu ya ardhi, namna ambavyo ardhi usipoisemesha inaweza ikakuletea madhara kadha wa kadha. Bwana Yesu asifiwe. Mpo? Bwana asifiwe. Kabla hatujaomba, nataka nikusukumie kitu kingine. Mna amani? Mgeukie jirani yako, mwambie ishinde roho ya Farao. Msukume tena hivi, mwambie kuna roho inakusumbua inaitwa ya Farao, ishinde. Bwana asifiwe. Niliwaambia tangu juzi, usikubali kukaa peke yako. Kaa na mtu.
Ukikaa peke yako basi nikisema neno huwa unasemesha benchi. Sawa? Nikisema ishinde roho ya Farao nalishika benchi, unaambia wewe benchi, ishinde roho ya Farao. Bwana asifiwe. Kati ya vitu ambavyo vinaharibu kusudi la Mungu ndani ni spirit of Pharaoh au roho ya Farao. Overcome the spirit of Pharaoh, ishinde roho ya Farao. Sikiliza, sizungumzii Farao mtu, ninazungumzia Farao roho. Kama unataka kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako lifike mahali, pambana kwenye ulimwengu wa roho kuipiga roho ya Farao ambayo imewekwa mbele yako ili kukuzuia mahali. Ningesikia amina hata ya mbali kidogo. Okay, Isaya. Tufungue kitabu cha Isaya. Tufungue kitabu cha Isaya. Leo lazima utoke mahali. Kama umeshikiliwa na Farao, Farao anakuachia maidia. Sema ataachia. Sema kwa jina la Yesu, roho ya Farao jioni ya leo popote ilipokaa inaachia. 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 Mbona ni kama watu wawili tu ndio wanaoongea? Hebu sema inaachia. Hapo sawa. Kitabu cha Isaya 19 mstari wa 3. Kitabu kile cha Isaya 19 mstari wa 3. Kitabu cha Isaya 19 mstari wa 3. Umeona? Anasema hivi, tunaweza kusoma pamoja. Twende. Weka nukta, mgeukie jirani yako mwambie roho ya Misri. Mshike tena mkono mwambie roho ya Misri. Sasa wewe unashika benchi na mchungaji Kulanga yuko pale, si msongelee. Hebu sema tena roho ya Misri. Alafu anasemaje? Itamwagika kabisa katikati yake, alafu nami nitayabadilisha mashauri. Alafu anasema nao Umeona haya maneno pale anayozungumza, anasema na roho ya Misri. Maana yake roho ya Misri imekaa vizuri, fundi mitambo. Roho ya Misri ni roho ya Farao. Hii ni spirit of Pharaoh. Farao ni cheo. Nilisema hapa Farao ni kama waziri mkuu. Nikasema alikuwepo waziri mkuu anaitwa Warioba, alikuwepo waziri mkuu anaitwa Smile, alikuwepo waziri mkuu anaitwa Pinda, alikuwepo waziri mkuu. Kwa hiyo ile Farao ni cheo, lakini cheo hiki huwa kinakaliwa na mtu. Sasa hapa anasema na roho ya Misri. Roho ya Misri ni roho ya Farao. Anasema hivi, itamwagika kabisa. Lile neno kumwagika ni kuingia au kupita au kupenya. Anasema itamwagika kabisa au italeta madhara kabisa. Anasema kabisa katikati yake, nami nitayabadilisha mashauri yake. Hebu sema leo Mungu anabadilisha mashauri. Haleluya. Kuna mtu yuko hapa jioni leo? Sema amen. Kwa hiyo unaona anasema nitabadilisha mashauri yake. Watakwenda katika sanamu zao na waganga na kupiga ramli na wachawi. Mtu yeyote leo atakaye kufuatilia baada ya maombi ambayo tutaomba leo, tunamgeuzia njia. Alikuwa anakuja kwako, atarudi kwa waganga na wachawi na wapiga ramli, hata kuona kama kwa jina la Bwana. Sema na hiyo. Haleluya. Kwa hiyo unaona kuna roho inaitwa roho ya Farao. Kwa hiyo Bwana akupe
kuishinda hiyo roho kwa njia ya maombi, na leo tutaishinda hiyo roho kwa njia ya maombi. Kama roho ya Farao imewekwa kwenye familia, imewekwa kwenye kazi, imewekwa kwenye biashara, imewekwa kwenye ndoa, leo tunaipiga ngumi moja na mtu mmoja ananyanyuka kwa jina la Bwana. Sema amen. Kazi ya roho ya Farao, nilikuwa nataka hapa, nimeruka hapa mambo alafu tushambulie. Kazi ya kwanza, hii roho ya Farao ikikaa mahali, kazi yake ya kwanza, unaweza sema hapa niko sawa, lakini ili lile kusudi lifike mahali, lazima tupambane na hii roho ya Farao. Hii roho ya Farao huwa ina kazi, ziko 5. Nimeandika 5, wewe unaweza kuandika 10. Kazi ya kwanza ya roho ya Farao ni kuharibu vitu katika hali ya uchanga. Sijaelewa kama mmesikia kitu nimesema. Mchungaji Makweta, spirit of Pharaoh, roho ya Farao ikija kwa mtu huwa inaharibu vitu katika hali ya uchanga. Yaani biashara ndio ilikuwa inaanza, hii roho ya Farao inaharibu. Mtoto ndio alikuwa anasoma, unamtegemea kapata mimba. Sijui kama mnanielewa. Katika ile hali ya nini ya uchanga, in spirit of Pharaoh inaharibu. Kwa mujibu wa kitabu cha Biblia, nataka uangalie hapa, anasema hivi. Hebu tufungue pamoja kitabu cha 2 cha Musa. Tufungue pamoja kitabu cha 2 cha Musa. Kitabu cha 2 cha Musa mlango wa 1 mstari wa 15. Tufungue pamoja kitabu cha 2 cha Musa mlango wa 1 mstari wa 15. Anasema, kisha mfalme wa Misri akasema na wazalishaji hawa wa Waebrania. Mmeona? Mmepata? Amna nini? Kwa hiyo mimi nakosea. Haki ya kweli. Haya, basi turudi shuleni. Kitabu cha 2 cha Musa kitwacho Kutoka. Unajua watu wanakosea kusoma Biblia. Unamsikia mtu anasema Kutoka, amekosea. Wewe soma pale, amesema hivi, kitabu cha 2 cha Musa kitwacho Kutoka. Kitabu cha 5 cha Musa kitwacho Kumbukumbu la Torati. Sawa eh? Sawa. Ni sawa sana mtu anasema Luka 12, anakosea. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu. Huu ndio usomaji wa Biblia. Acha kusoma kiuni. Msonde kidole jirani yako, mwambie acha kusoma kiuni. Aya, turudi hapa. Mmenifurahisha kweli hapa jioni ya leo. Kitabu cha 2 cha Musa kiitwacho Kutoka, mlango wa 1 mstari 15 na 16. Tunataka tuone hii roho ya Farao ambayo inaua vitu katika hali ya uchanga. Aya, tusome pamoja wenye Biblia. Twende 1, 2, 3. Akasemaje? Twende mstari wa 16. Aishi. Bwana asifiwe. Kamata ile pointi yangu kwenye lile kusudi ambalo Bwana ameliweka ndani. Spirit of Pharaoh, roho ya Farao huwa inakuja kuua katika hali ya uchanga. Hapa anasema hivi, kisha mfalme wa Misri ambaye ni Farao akaongea na wazalishaji. Hao wazalishaji wa kunga walikuwa 2. Mmoja anaitwa Shifra, mwingine anaitwa Pua.
akaongea nao akasema hivi, wakati mnazalisha hao watoto wa Waebrania, ikiwa ni mtoto mwanaume muweni, ikiwa ni mtoto mwanamke mwacheni. Sawa Angalia katika hali ya uchanga, roho ya Farao inataka kuchukua mtoto. Katika hali ya uchanga, roho ya Farao inataka kuharibu biashara, inataka kuharibu ndoa, inataka kuharibu kazi. Hujaona watu wamefunga ndoa, hawajamaliza miezi mitatu wamedivorce, wameachana. Ni nini kinatokea? Ni spiritual Pharaoh. Roho ya Farao imeingia kwenda kupiga lile kusudi katika hali ya nini? Ya uchanga. Hivi kuna mtu amenisikia jioni ya leo? Inawezekana kabisa hata jioni ya leo ulianza jambo, lilipoanza tu namna hii, ulianza kuuza ice cream, ulianza kuuza mandazi, ulianza kufanya biashara fulani, ulianza kupeleka vitu wapi huko Zanzibar, ulianza kwenda Kongo, ulianza kwenda Dubai. Ulipoanza tu namna hii, spirit of Pharaoh ikakushambulia, ikaingiza ugonjwa, ikaingiza pressure, ikaingiza kansa, ikaingiza kichaa, ikaingiza kutokuelewa, ikaingiza vitu vyake kwenye ile hali ya uchanga. Ulivamiwa na roho ya Farao. Leo jioni hii ya leo, kila ilipoingia itatokea hapo. Kila aliyesema amina na iwe kwake kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Vita yetu kwenye ulimwengu wa roho, na ndio maana tunakutanika hapa tuombe. Mimi nataka nikwambie, hata tukiomba dakika 5, hakika kama umeomba kwa kumaanisha, roho ya Farao lazima iachie kusudi. Mmenisikia? Fikiri umeanza tu namna hii, umeanza tu, umeajiriwa tu namna hii. Kila mmoja ni mgonjwa nyumbani kwako. Umeajiriwa unaumwa, umeajiriwa kuna kitu, umeshambuliwa mahali na nini? Spirit of Pharaoh inaua nini? Kusudi. Nilimwombea mtumishi mmoja wa serikali hapo Dodoma, nifanya maombi kwa ajili yake. Yule mama alikuja, nilikuwa nafundisha vita ya mtu na kuvuka kwake. Yule mama akaja akaniambia, mchungaji, mimi nina shida. Nikiingia ofisini tu hivi, naingia kwenye zile siku. Umeelewa Yaani akifungua tu mlango wa ofisi anakuwa katika hiyo hali, akitoka yuko sawa. Unaona shambulizi. Na ndio tu muda mfupi tu ametoka kukabidhiwa hicho cheo. Mtu mzito huyo, nakwambia, kakabidhiwa cheo. Ni nini? Spiritual Pharaoh. Sikia, huyu mama ukoo wake unamtegemea, watoto, familia, jamaa, na sisi tunamtegemea. Kwa nini? Aina ya cheo alichopewa kinamsukuma kusaidia watu wengi sana. Lakini angalia hii roho ya Farao, akigusa mlango tu hivi bado mama ndio huyo anapata tabu. Kazi zingine anajaribu kufanya kazi nyumbani, na unajua ofisi na kutaka kufanya kazi wapi? Ofisini. Anafanya kazi akahangaika, anasema, baba, nimetaabika, nimeenda Marekani kutibiwa wapi, nimeenda India kutibiwa wapi, nimezunguka kila mahali, nimetumia kila aina ya dawa zingine nimekuwa nikipewa tu, naambiwa kuna dawa fulani, nakimbia, nimekunywa mpaka vitu havinyweki. Spirit of Pharaoh, roho ya Farao. Mama huyo amekuwa amepata tu kazi, ile roho ya Farao inamwambia, ulipoanza tunakuharibia. Naongea na mtu jioni ya leo, kila aliyekuharibia tunampelekea mishale leo mpaka ashike adabu kwa jina la Bwana. Sema pigwa. Hebu nyosha mkono hivi, sema kwa jina la Yesu, naamuru jioni ya leo roho ya Farao iliyotumwa ili kuja kuniharibia mimi, watoto wangu, familia yangu, ndoa yangu, maisha yangu, pigwa. Haleluya. Sasa yule mama tukaomba pale, tumeomba hatujamaliza hata dakika 10, mweleka chini.
Nikasikia li sauti la mwanaume linaongea huko ndani. Unajua mapepo sometimes ni makweli, sometimes ni maongo. Nikasikia li sauti la mwanaume linaongea, mimi ndio nimemfanya hivi. Wewe unataka nini? Wewe nani? Yaani ile sauti inaniuliza mimi, wewe nani? Nikasema isiwe shari. Tulia umomo ndani kwanza. Nikakanyanyua kale kama nikamwambia mama, kuna shida. Aliyekutenda hivi ni mwanaume. Uko naye kule mambo mawili, chagua sasa hivi. Tumrudishie aka kaugonjwa aka kanamna hiyo, na yeye mwanaume kampate. Mimi usiniulize inatokea wapi. Mimi usiniulize, sio swala langu. Swala hapa, je, atakubali tumrudishie au tupeleke aka kaugonjwa kuzimu, alafu mwe mnaonana tu ofisini? Yule mama akachekecha. Hebu kwanza nipate majibu yenu. Ungekuwa wewe, msemeshe jirani yako, ungetaka irudi au tupeleke kuzimu? Hebu msemeshe. Bwana asifiwe. Nimemsikia mtu eti kisasi ni cha Bwana. Bwana sitakuweka wewe. Wewe unakuwa mjinga. Bwana amekupa mdomo, mikono, pua, macho, mahali pa kupiga. Bwana anataka upige. Kisasi cha Bwana. Bwana asifiwe. Yule mama akaniambia hivi, mchungaji, na yeye aonje jiwe. Bwana asifiwe. Hapo inaitwa kichaa kapewa rungu. Amina, amina. Nikamwambia yule mama, ili inoge tutafute mstari. Kwenye Biblia kuna mstari unaoturuhusu tufanye hivyo. Kile kitabu cha Ufunuo anasema hivi. Angalia mlivyo shapi kuandika. Kitabu cha Ufunuo, sasa hiyo ni homework, nenda katafute. Kitabu cha Ufunuo anasema hivi, mlipeni kama yeye alivyowalipa. Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili anasema kikombe kile alichochanganya mchanganyisheni mara ngapi? Maradufu. Kumbe mnaojua huo mstari. Yaani kikombe kama hiki alichanganya, akamrushia mama watu fya. Kale mama kakaanza kuvaa pampers wakati hataki kuvaa pampers. Changanya hapo yule mwanaume avae sio pampers, avae shuka. Yaani kuna watu hapa wanasema mke mwana roho mbaya jamani. Yaani hii ni roho sio ya Mungu. Huo mstari usingeandikwa. Bwana asifiwe. Tukachanganya, hebu sema changanya. Sema jioni ya leo na wachanganyia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara dufu, na wachanganyia wapigwe. Sema fire. Haleluya. Fikiri kwenye hali ya uchanga. Huyu mama anataka aondoke kwenye kiti. Tukachanganya mwanangu bali. Maombi. Fya. Pepo. Chini. Mama. Kwi. Akanyamaza kimya. Nikamwambia hivi, uko okay? Wewe nenda ofisini. Akaniambia mchungaji. Yaani kama leo itakuwa, nikamwambia usiahidi. Ni kosa. Wengi huwa wanaahidi alafu hawatendi. Utekeleze. Wewe usiahidi, wewe nenda huko utajuana na Mungu wako. Nenda ofisini. Akaenda. Jioni kwenye semina kiti cha mbele. Kaka, mimi nashangaa mwenzangu anashangilia. Hajawahi kushangilia. Anashangilia. Najiuliza nini? Tumetoka tu hivi kanishika shati. Baba ngoja nikwambie, leo nimekalia kiti mwanzo mwisho, nilipokuja asubuhi mpaka jioni, na wewe unatokea kwa. Sikiliza hapa jioni leo. Kila aliyefikiria ataua biashara yako, ya kwake itakufa. Kila aliyefikiria karibu watoto wake, watoto wako wataharibiwa wao. Kila aliyefikiria karibu mume au mke atapigwa yeye. Sema piga. Haleluya. Wangapi wanaamini na hiyo iko kwao?
kwa jina la Yesu. Haleluya. Kesho yake, hebu sema kesho yake. Najua watu wanapenda kusikiliza hiyo story sana. Kesho yake yule baba, usiniambie mimi sijui, sitaki kukwambia. Mimi ndio najua. Hii ukitaka nifuate private. Nikusimulie kilichomkuta. Baba hoi, wakabeba kwenye ndege kule, wameenda wamepima wapi, tafuta wapi. Yule mzee akasema mimi najua tatizo lilipotokea, nirudisheni Dodoma. Kapakiwa kwenye ndege, sio mataulo, sio Mungu. Ni wewe ndio unachekacheka tu. Bwana wa rehema, unajua wewe ni mwingi wa rehema. Angekuwa Mungu mwingi wa rehema, wale wakina Kora, unajua wakina Kora walimkasirisha Mungu, akapasua ardhi hivi poa, wakazama wote chwa, akawafunika flati bila msalaba. Mwahi kuona hilo kaburi la namna hiyo? Wakina Kora walizikwa bila msalaba. Huyo ndio baba yetu. Huyo ndio tunaenda jioni ya leo, tunaenda kumwambia Baba, kuna kibwengo mmoja mtaani anasumbua watoto wangu. Kuna mwenda wazimu mmoja hataki mimi nijenge. Leo namwijia kama shujaa wa Bwana. Naenda mbele zako e Bwana. Nina hakika ninanyanyuka kwa jina la Bwana. Wangapi jioni ya leo wana hakika wanatoboa mahali kama Bwana wetu yako? Pokea hiyo neema kwa jina la Bwana. Sema na iwe hivyo. Huwa anaua vitu katika hali ya nini? Akasota yule mzee, sota. Mimi ndio nimebakiza siku 2 nitimue. Unajua yule mama akaja, mchungaji unao kina mama wanakauruma, mimi wakina mama hawa. Akaja yule mama, sasa mchungaji na mwanao bwana anapata mateso. Nikamwambia wewe uliteseka miezi mingapi? Anasema mimi karibia miaka 3, yani nasumbuka tu. Nikamwambia muache agonge naye mwaka, alafu ndio tuje tukate rufaa. Mama yule alikuja mpaka akapiga magoti. Baba mchungaji, namuonea huruma mwe. Nikamwambia wewe miaka mingapi? Acha ngoma na yeye ipige mwaka mzima. Awekewe magodoro, matandiko, awekewe mapazia, awekewe kila kitu, ashike adabu mwaka mzima. Jamani, afadhali yangu mimi mwaka. Mama pale amesema 5. Hawa watu ni hatari. Hebu sema roho ya Farao inayoua vitu vya kwangu kwenye hali ya uchanga. Roho ya Farao iliyoharibu familia yangu kwenye hali ya uchanga, jioni ya leo hiyo roho impigwe na ing'oa kwa damu ya Yesu. Sema roho ya Farao iliyotumwa iende kwenye ukoo wangu, kwa wazazi, kwa watoto, kwenye familia, ikaharibu familia, jioni ya leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo roho ya Farao, fire, 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 fire. Sema achia kwa jina la Yesu. Dakika zangu zimeisha. Tunafanya mnaniongezea ngapi? Bwana asifiwe. Nilikuwa nataka tusukume hilo ya pili. Tusukume maombi kwa sababu muda umeenda. Tusukume maombi, sijui kimetokea nini. Lakini kazi ya pili ya roho ya Farao ni kukuweka katika hali ya ugumu, kusudi haliwezi kwenda mahali pagumu. Kuna mtu amenisikia nilichosema? Una kusudi ndani, haliwezi kutembea mahali pagumu. Kwa hiyo spirit of fear inakuweka katika hali ngumu. Yaani huwezi kufanya biashara, huwezi kufanikiwa, huwezi kunyanyuka mahali. Kuna hali fulani ambayo ni kama ya mateso na ugumu na kunyanyasika. Ni roho ya Farao. Unaweza ukazunguka kwa wachungaji wote, unaweza ukazunguka kabisa, na unaweza ukaenda kwa kila mhubiri, mpaka wahubiri wakubwa unaowajua wewe, unaowaita wakubwa,
Tatizo liko pale pale. Ni nini? Spirit of fear. Roho ya Farao imekuweka katika hali ya nini? Ya hukumu. Utoboi. Yaani kuna hali, mimi naongea na mtu mmoja tu mahali hapa jioni ya leo. Umeshahudhuria maombi yote, makongamano yote. Kongamano la kutikisa mwili umeenda, tikisa wapi? Kongamano la kurusha mikono, rusha wapi? Kongamano la kucheza, unacheza wapi? Sijui umeshakila, yani umebaki pale pale kwenye hukumu. Kununua wanja wenyewe wa 150 huna. Manyusi yamesimama kama nguzo ya TANESCO. Yani uko tu hapa shakarabakara, haieleweki kichwa ni nini na miguu ni nini. Kujipaka mafuta unashindwa. Yani upo umekaa tu. Kuna hali fulani ya hukumu namna hii. Mboga yenyewe, yani mboga ya shida. Vinyamdela vyenyewe unakuwa kinyamdela kiko vile, yani tudogo namna hii. Mkulungu ukipika ndio hata nyumbani hautoshi. Hali ya hukumu imekaa mahali. I command it in the name of Jesus. Na huyo hali kuachia kwa jina la Bwana. Nani anasema leo inaachia? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo roho ya Farao inakuweka mahali ambapo ni pagumu. Hujawahi pita hayo maisha wewe? Ni pagumu. Una madeni hapa, umekaa, ni siri yako. Mtoto shuleni anakaribia kufukuzwa, una deni. Kwenye kikoba kule ulikopa, ulipandishia juu, una deni. Mtaani una madeni, sokoni una deni, kwenye duka pale la Mwanyengo una deni. Yaani umekaa tu hapa, madeni kila mahali. Hata nguo uliyovaa ni ya mkopo. Hapa unapiga makofi, lakini mwenye nguo akija, rafiki yangu itakuwaje? Yaani wewe ni mahali ngumu umeipitia. Spirit of fear. Roho ya Farao imekuweka katika nini? Hali ngumu. Kwa hiyo inaua lile kusudi. Kuna kusudi Bwana ameliweka ndani yako. Ile hali inapoingia namna hii, inaenda kupambana na lile kusudi. Unakaa kwenye hali ya ugumu. Nina habari njema jioni ya leo, ya kwamba Yesu aliyekufa msalabani akasema hivi, imekwisha. Jioni ya leo imekwisha. Ngeukie jirani yako, mwambie relax. Hata kama hujui kitu ulichomwambia, msukume hivi, mwambie relax. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hali ya nini? Ya hukumu. Hii ni roho ya Farao. Inapiga pale, unapita kwenye hali ambayo hata kwenye historia ya kwenu haipo. Hali ngumu. Wanawatania watu mpaka dawa ya mswaki unakata kule juu hivi, afu unang'wang'ulisa. Hivi ni kung'wang'ulisa? Kukwangua. Mimi nimezungumza lugha gani? Yaani ule ndani unachokonoa dawa ya mswaki. Mtu mzima kabisa hapa unaogea komoa. Mtu anaogea sabuni ya kufulia nguo huko hapa. Mpaka leo. Hiyo family. Yaani unaligwanji namna hii, ni sabuni kubwa namna hii, unaenda nalo bafuni. Hali ya ugumu. Nimekusikia wewe umesema na allergy nayo pepo. Nimekusikia eti mimi na allergy, marashi nikijibu. Hayo ni mapepo, hayataki vitu vizuri. Wewe perfume ujipulizi mapepo. Piga hiyo pepo leo. Na wewe upite unanukia. Yaani kinatokea kiharufu ambacho hata kinaleta shangwe. Lakini angalia mahali unapita, pagumu hujawahi kusikia. Kama uko tayari leo jioni, Bwana akutoe kwa jina la Bwana. Wenzako wanavaa hereni za dhahabu, wamevaa maplastiki. Yaani uko hapa na mamipira umeweka hivi, mavitenesi. Hali ngumu unayopitia.
Heleni haina pio box wala anwani. Ujaona mtu anavaa heleni likubwa, kasikio kadogo, kama ni afadhali Mungu angekujalia ya masikio akina Mkemwa makubwa kama sinia. Hata ukiweka hiyo heleni linafanania. Sema nakataa hiyo roho ya ugumu. Ninaamuru jioni ya leo, roho yoyote ya ugumu iliyoshambulia familia yangu jioni ya leo, achia, achia, achia kwa damu ya Yesu. Sema amen. Haleluya. Roho ya ugumu ikuachie. Piga kelele, achia. Ujaona wanaimba mapambio mwinjilisti watu kwa neema, haleluya, haleluya. Unamwona mtu anapandisha hivi, ujue kamekatika yule, anapandisha. Nyewe huwa muangalie, mimi huwa naangalia sana. Yaani huko bize, baadaye unamsikia tu pia. Ujue hapo kakitu kalikuwa kanashuka chini. Haya ugumu unapita mahali ambapo hapaelezeki. Hebu mwambie jirani yako, natoka hata hivyo. Bwana asifiwe. Tusukume maombi kidogo, sawa? Tusukume maombi, tutaendelea nayo kesho. Tusukume maombi kesho Ijumaa, Jumamosi. Ijumaa. Pointi ya kwanza, maombi. Pointi ya kwanza, tunasukuma hapa maombi mawili. Pointi ya kwanza ya maombi ambayo tunaenda kuomba saa hii ni kuharibu kwa maombi madhabahu zote zilizotengeneza hali ya hukumu kwenye maisha yako. Kuharibu kwa njia ya maombi madhabahu zote zilizotengeneza hali ya hukumu. Kuna madhabahu imetengeneza hali ya hukumu kwenye maisha yako, madhabahu ya mashetani. Kwa hiyo tuiharibu. Tunafuta kafara zilizotolewa ndani yake, maagano yaliyofanyika juu yake, tunaenda kufuta jioni ya leo. Alafu tunaruhusu neema ya Mungu ikae na wewe jioni ya leo. Unaamini hivyo? Nyosha mkono wa kulia, sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, madhabahu yoyote iliyotengeneza hali ya hukumu kwenye maisha yangu na lile kusudi la Bwana likashindwa kwenda, jioni ya leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninafuta ile kafara iliyofanyika ili nibane mahali. Ninafuta lile agano lililofanyika ili kunizuia mahali. Jioni ya leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kafara yoyote kwa kupitia hiyo madhabahu za waganga, madhabahu za wachawi, madhabahu za miungu, madhabahu za kuzimu, jioni ya leo zinapigwa. Shambulia, piga, shambulia, piga, shambulia, piga, shambulia, piga, 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 piga. Piga hizo madhabahu, piga hiyo madhabahu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunapiga hizo madhabahu za Mungu zilizoinuka, zinazoshambulia maisha yetu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunapiga hizo madhabahu za Mungu zilizoinuka katikati yetu, zilizoinuka katikati yetu, madhabahu za Mungu zilizopata walai kwa njia yoyote. Tunapiga hiyo madhabahu, piga 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 hiyo madhabahu iliyoinuka mahali popote. Piga hiyo madhabahu, piga hiyo madhabahu ile na hasira kwa Mungu. Piga hiyo madhabahu inayosababisha hali ya hukumu, hali ya kukwama, hali ya hukumu, hali ya kukwama. Hiyo madhabahu ya miungu ya Farao tunaiondoa, tunaiondoa, tunaiondoa. Ile madhabahu, ile madhabahu, ile madhabahu iliyoinuliwa mahali popote, ile madhabahu zilikuwa wewe madhabahu
uliyesimama hapo, tunakumoa na hizo shida zilizo hapo, tunaziondoa jioni leo, tunaziondoa ongeza kiwango cha maombi, ongeza kiwango cha kuomba, ongeza. Piga hiyo madhabahu, ukamwambia Gideoni, ukaondoa hiyo madhabahu iliyoko kwenye nyumba ya baba yako, akaivunja ile madhabahu, akaziondoa zile shida. Ondoa hiyo madhabahu iliyokwamisha hatua zako, iliyokwamisha kusudi la Bwana, iliyokwamisha watoto wako, inayozuia usiende mbele, usisogee. Ondoa hiyo madhabahu, tunapiga hizo madhabahu, tunazipiga hizo madhabahu kwa jina la Yesu. Piga! Sema fire! Sema kwa jina la Yesu. Haleluya. Umekuja na ule udongo, kamata ule udongo na mimi nigaie kidogo, unyewe mgebeba mwingi. Nigaie, mtu asiyekuwa nao usimgaie tu. Si utoke hapo nje uchukue. Toka hapo nje uchukue tu. Sasa mnaenda wote, si mtume watoto. Kama unao mwingi gaia na wenzako. Nimemwona huyo amebeba sulfate nzima. Gaia na mimi. Bwana asifiwe. Mko tayari tuendelee? Mbona fungua kwa mapozi na wewe? Amen. Kamata tu kidogo. Kila mmoja hakikisha amekamata. Ndio maana mimi nimekamata kwangu. Weka kikurudishia bahati yako. Ndauli. Bwana asifiwe. Jana nimekufundisha kitu hapa. Kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 47. Wale waliokuja jana, Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 47. Anasema kwa habari ya mtu aliyetoka katika nchi ni wa udongo. Umeona huo udongo, wewe ndio umetoka hapo. Sawa Anasema mtu aliyetoka katika nini? Aliyetoka katika nchi. Hebu sema nimetoka katika nchi. Alafu anasema ni wa nini? Ni wa udongo. Kwa hiyo mimi ni huu udongo hapa unaoona huu. Bwana asifiwe. Tukasoma Injili ya Mathayo, anasema kila pando asilolipanda Baba litafanya nini? Litang'olewa. Nakumbuka hiyo Injili ya Mathayo 15:13. Anasema kila pando asilolipanda nani? Baba litafanya nini? Litang'olewa. Jana nikakwambia hivi, kwenye huu udongo wewe unaweza ukaamua upande maua, upande miti, upande chochote kwenye udongo. Na nikakwambia kuzimu inapokuona wewe inaona wewe shamba. Ndio maana kuzimu inapanda magonjwa, inapanda balaa, inapanda mikosi, inapanda laana, inapanda vifungo. Kuzimu inapanda wapi? Kwenye udongo ambao ni mwili wa nani? Wa mwanadamu, ambao mimi Joeli unaona nimepandiwa kikozi, hakiishi. Ikifika saa 12 jioni unaanza kwa mpaka asubuhi. Asubuhi umepona. Pando la masaa. Hili pando lilipopandwa limepandwa saa 12 mpaka 12 ya asubuhi. Umepandiwa kipanda uso. Ugonjwa unaitwa kipanda uso umepandwa kwako. Kwenye nini? Kwenye udongo ambaye ni wewe. Sasa sema jioni ya leo lazima tuuambie udongo hapandwi kitu chochote isipokuwa pando la Kristo peke yake.
Hebu sema kwa jina la Yesu. Angalia huo udongo, sema kwa jina la Yesu. Wewe udongo, mimi Joeli nimetoka kwenye huu udongo. Sema kwa jina la Yesu. Mimi Joeli nimetoka kwenye huu udongo. Wewe udongo, na kuamuru leo kwa jina la Yesu, pando lolote ambalo adui amepanda, pando la presha, pando la kansa, pando la sukari, pando la madeni, pando la ugonjwa, pando lolote linang'oka sawasawa na lile neno kwenye Injili ya Mathayo 15:13. Pando lolote asilolipanda Baba linang'oka. Wewe udongo, sikia kilichopandwa ndani yangu jioni ya leo. Nang'oa. Haya, ng'oa. Walipanda mambo ya ovyo, ng'oa Yesu. Tunang'oa hayo mapando ya uharibifu yaliyopandwa katika udongo. Tunang'oa mapando ya magonjwa, mapando ya masikini, mapando ya kukwama njiani. Tunang'oa hiyo presha iliyopandwa kama pando la uharibifu. Tunang'oa kwa damu ya Yesu. Tunang'oa pando la maskini iliyoachilia. Tunaling'oa lile pando lililopandwa na kukwama na kufeli na kushindwa. Tunaling'oa pando la umasikini lililoachiliwa katikati ya udongo. Tunaling'oa lile pando tulilopandia. Tunaling'oa lile pando kwa jina la Yesu. Sema ng'oka kwa jina la Yesu. Sema wewe udongo, chochote nitakachofanya kuanzia sasa juu ya ardhi utanikubali. Nitalima, nitavuna, nitajenga, nitakaa, nitafanya biashara, nitafanya kazi, nitafuga. Juu yako utanikubali. Laana yoyote, laana ya maneno, laana ya ubaya iliyowekwa juu yako, wewe ardhi, na kusemesha inang'oka, inatoka, inaenda, inapotea kwa jina la Yesu. Mimi Joeli, kuanzia leo, wewe ardhi, ulichoambiwa na wachawi, ulichoambiwa na wanadamu wabaya ya kwamba unikatae, utanikubali kwa jina la Bwana. Sema amen. Unasikiaje? Bwana asifiwe. Umemsemesha mtu mwenzio, utaenda popote, amesikia. Utajenga, amesikia. Utafanya kitu, amesikia. Hautakataliwa tena kwa jina la Bwana. Bwana asifiwe. Haya maombi ni maombi ya imani. Umekuja hapa na imani, amini utapokea. Nyewe akina mama naonea mpaka aibu. Yaani wewe unamrudishia udongo, yaani maombi yale uliyoomba huyu anapata faida, anaenda nayo nyumbani kwake na usiwape. Kila mtu amesemea vyake. Si umesikia hata mimi nimesema, wewe udongo nikubali. Wewe udongo nitajenga. Wewe udongo nitaendesha. Wewe udongo nitasafiri. Wewe udongo nitaenda Ulaya. Wewe udongo nitaenda kila mahali. Ukifika nyumbani changanya na chumvi, mwaga huko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sikurudishi ngo. Na mimi na kwetu na upeleka.
Nimesema hapa, Bwana asifiwe. Kuna mambo nimeyasema hapa lazima yachipue. Kuna mandugu hawaeleweki wanaenda kupona kwa jina la Bwana. Haleluya. 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 Namsikia mtu turudie maombi jamani. Nilikuwa nimekosea. Aturudii ngo. Nenda kaombe kivyako. Haleluya. Amen, amen, amen. Sasa tutaendelea na haya maombi ya udongo kesho, sawa? Muda umeenda sana. Kwa wale ambao jana hatukuwa pamoja nao, tumebatiza hapa maombi kama 16. Tutayasukuma kesho. Kesho Ijumaa tutayasukuma kesho. Na ungependa kuambatanisha maombi ya leo na sadaka, chukua bahasha zako, keti tu, keti kwa dakika moja. Ungependa kuambatanisha maombi yako ya leo na sadaka, chukua tu bahasha hapo, tuambatanishe. Hauna hela leo, hauna sadaka leo, haukujipanga leo, njoo kesho. Kesho tunasukuma, kesho tuna agenda ya pili. Agenda ya pili ni kukalia kiti cha mwaka 2026. Bwana asifiwe. Simnisikilize nyewe watu. Kesho agenda yetu ya pili, mwaka 2026, ufanye kitu ambacho hujawahi kukifanya. Kwa mfano, ufanye biashara ambayo hujawahi kufanya. Ujenge nyumba kila mtu ashangae. Akija hapa asema, hapa toka mama Kulanga, ndio ulitakaje? Bwana asifiwe. Na shangazi yangu pale watoto watakuwa wenda wazimu, wanakuja wanashusha ile nyumba chini, wanakujengea kagorofa kamoja. Mbona kama vile hamtaki kuamini? Haja watu wamkimbizi au mnakimbizwa nini? Haleluya. Yaani maombi ambayo tunapiga kesho, haki, mimi nataka nikwambie, kama unatamani vitu vikubwa, njoo mweleze Bwana. Before tarehe 31 Disemba, hiyo nimeanza kuona hatua moja nikikanyaga nikienda. Kanyaga ukienda, si tu unafanya biashara tu hapa peke yake. Mimi nataka nikwambie Dubai inakuhusu. Ndio wewe utaenda Hong Kong, utaenda China, utaenda kufunga msigo wewe. Ni kama watu wengine wanaona kama tunapiga story hivi. Sio story, maanisha ya kwamba Bwana kabla mwaka huo ujaisha, by force, by power, lazima jambo jipya litokee kwenye nyumba yangu. Mimi mwenyewe lazima kitu kitokee. Chukua hatua mwanangu. Usiyakubali hayo maisha. Usijikubali hivyo ulivyo. Haleluya. Ramu. Usijikubali vile na kama shine kako kachereani pale kamoja. Chukua hatua dada yangu. Uwe na mitambo ya kushonea. Inakujaje, inakuja kwenye maombi, inakuja kwenye kutafuta, inakuja kwenye kulia. Mwambie Bwana, nataka mitambo ya kushona hapa Iringa, haijawahi kuwa. Mimi ninayo kwa jina la Bwana. Nani anaamini uko Iringa? Haleluya. Haleluya. Kuna maombi yangu mimi namuomba Bwana, ikitokea utaona kwa macho, sitaki kutoa password. Yaani unataka yule mkema alikuwa anatuhubiria. Na ukiniona ni wewe baba, nakwambia ndio yule. Biblia inasemaje? Maombi ya mwenye haki yafaa sana. Akiomba kwa nini? Unajua kitu kinachoitwa bidii? Imani na bidii. Unajua hicho kitu? Bidii ni continuous. Yaani bidii ni kung'ang'ana mpaka unapata. Unaomba wanakuzomea, unaomba wanakusema, unaomba lakini umeweka imani, umeweka na bidii. Bwana asifiwe. Sikiliza, lile neno bidii limebeba nguvu ya ndani, lakini bidii limebeba juhudi ya kwako binafsi. Leo hii nataka kutoka, umekaa nyumbani na ngoja Bwana, utatoka leo. Unafuta maombi, toka nyumbani, nenda kauze karoti. Toka nyumbani, nenda kauze nyanya barabarani.
pale barabarani pale, mabasi yanapita kibao, beba karai la ndizi kauze. Hiyo ndio inaitwa bidii. Wamekaa tu hapo, unarusha tu mikono, unasema nimehudhuria tu maombi. Bwana akutoe. Biblia inasema hivi, kanuni, jana niliwaambia mnaishi kwa nini? Kwa kanuni. Kanuni ya Biblia inasema hivi, Mungu atabariki kazi ya mikono, sio maombi. Mnanielewa? Sio maombi, kazi. Ukishakuwa na kazi, Bwana anakuja anaibariki ile kazi. Haleluya, glory be to God. Nenda kamuulize Yakobo kwenye nyumba ya Labani, alipiga kazi, Bwana akampa revelation, ufunuo. Na mimi nataka nikwambie jioni leo, kama Yakobo alipewa ufunuo wakati unaenda kunywesha ng'ombe, mbuzi, katakata fimbo, weka madoa madoa. Au majamaa wakati wa kuzaliana watazaa madoadoa. Alafu sikia, Labani alikuwa na roho mbaya, amsomi nyie. Labani alikuwa na roho mbaya, aliondoa kondoo wote na mbuzi wote wa madoadoa ili wasizaliane pale. Lakini angalia revelation ya Bwana, ufunuo wa Bwana ulipotokea. Yakobo anaenda akaweka pale ile fimbo, mbuzi wa madoadoa wakatokea. Ngoja kasome hiyo story. Yule Labani yule akaondoa madume yote, lakini nataka nikwambie kwa fimbo ya Bwana walizaliana, walitoka wenye madoadoa. Amini, huu ndio mwaka wako, mwaka wa kujenga, mwaka wa kuendesha gari. Sikiliza, kuwa na magari sio anasa. Ni ule ulokole wetu wa zamani, ni ule wa kututendeleza, tukutendeleza. Mama Kulanga anaelewa vizuri ule ulokole wa zamani kabisa ule. Unajua ule ulokole wa zamani, ukijipaka perfume wanakemea kanisa zima, kwa jina la Yesu chini limeingia kanisani, pepo mchafu. Sio huo wa sasa hivi, piga perfume mbele, piga perfume nyuma, piga perfume bavu, piga perfume. Yani sasa hivi relax. Bwana asifiwe. Wale walokole wa zamani wanaelewa. Ulikuwa ukiwa na nguo nyingi, wapendwa wanakuja, mpendwa, twende Nuruni. Ulizipata wapi? Nuruni. Hata Nuruni ulizipata. Sio saa hii. Saa hii tunabanana, adui tunambana mpaka kucha na mpaka kieleweke. Bwana asifiwe. Biashara kusuka twende Kilioni ishe kwa jina la Bwana. Biashara ya tatu kichwa ishe kwa jina la Bwana. Kia kweli mtanikumbuka. Kamata sadaka zako, kamata sadaka zako. Kamata sadaka zako ulizokuja nazo jioni ya leo. Kamata sadaka zako. Jamani, Bwana asifiwe. Yale maombi tutakayoomba kesho, nguvu kubwa tutaiweka kwenye kuombea kazi ya mikono. Kwa hiyo kama ni mume wako umemwacha nyumbani, mwambie twende kanisani. Kama ni ndugu umemwacha kule, mwambie twende kanisani. Tunataka tuombee hiyo mikono yako izalishe kuliko ilivyowahi kuzalisha. Mko tayari tuombe? Mko tayari tuombe? Mko tayari tuombe? Bwana akupe nguvu wakati tunaomba siku ya kesho. Amen. Asubuhi niliwaambia kitu, wale waliokuja asubuhi, kama unaweza, ule muda unaitwa saa 6 kamili mpaka saa 7 kasoro usiku, jitahidi hata by force by power amka. Wale wa asubuhi wanaelewa kitu niliwaambia, kwa sababu majini mengi, mashetani mengi, wachawi wengi, ndio muda wao mwafaka wa kufanya mambo ya ajabu kwenye ulimwengu wa giza. Kwa hiyo ukiwa on, kuna vitu havitapita mahali. Wale walikuja asubuhi wanaelewa kitu ninachowafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Nyanyua hiyo sadaka yako juu. Sema, Roho Mtakatifu, naleta sadaka hii kwenye madhabahu takatifu. Ninaomba ile nguvu
ya msalaba ikanisaidie. Kwenye sadaka hii nimeandika mahitaji mbalimbali, nimeeleza hoja mbalimbali. Ninaomba majibu ya hoja zangu kwenye sadaka hizi kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho neema na rehema unisaidie. Asante Yesu kwa kibali chako na neema yako. Amen. Utaleta hiyo sadaka kwenye madhabahu. Utaleta hiyo sadaka kwenye madhabahu. Utaleta hiyo sadaka kwenye madhabahu. Kwa sababu ni maombi yetu kwenye madhabahu ya Bwana. Leta hiyo sadaka yako kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, mchungaji njoo wabariki kabisa, wakitoa sadaka waende. Karibu. Wabariki kabisa wakitoa sadaka kwa heli mwalimu. Naweka sadaka yako kwenye madhabahu, unakimbia. Praise team, msogea hapa. Pelekeni sadaka kwanza, alafu msogea. Amesema tulieni awabariki kwanza. Nuru wewe. Mshangilie Yesu kama una amani juu ya leo. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa mafunuo haya na kutufundisha. Mungu akubariki sana. Asante sana wewe uliyefika mahali hapa, umenipatia maarifa. Punga namna hii, mshangilia Jehova jioni ya leo mahali hapa. Asante sana Bwana, akubariki. Tusimame. Pokeni baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.